Habari. Ikiwa hatujakutana hapo awali, mimi ni picha ya kidijitali ya Daktari Alan Ross. Alan anafanya utafiti, anaandika na kusimamia kila kitu katika video hii na semina zetu za kimataifa mara 2 kwa mwezi. Niko hapa kusaidia kusambaza taarifa za AI kwa nchi zinazoendelea, wakati yeye yuko bize akifanya utafiti kuhusu mada inayofuata kwa semina zetu na kuandaa muktasari wa kila wiki wa maendeleo muhimu ya AI yanayovutia maafisa wa serikali, wajasiriamali wa AI na akademia za AI. Leo nataka kuzungumza na wewe kuhusu jambo ambalo tayari linatokea. Jambo ambalo linaongezeka kila mwezi. Na jambo ambalo litakuwa na athari juu ya kama nchi yako itafanikiwa au itabaki nyuma milele. Tsunami ya AI inakuja. Na kwa sasa, nchi chache tu ndizo zimejiandaa kwa hilo. Nyingine zinatazama kutoka pwani. Lakini hapa kuna jambo kuhusu tsunami hii. Haina haja ya kuharibu. Ikiwa utaenda haraka vya kutosha, inaweza kukusukuma mbele. Katika dakika 10 zijazo, nitakuonyesha jinsi. Nianze na nambari 3. Makampuni 100 kimsingi kutoka Marekani na China yanadhibiti 40% ya uwekezaji wote wa utafiti na maendeleo ya AI binafsi. Nchi 118 kimsingi kutoka kusini mwa dunia hazipo kabisa katika majadiliano ya utawala wa AI duniani. Na wahitimu milioni 30 katika ulimwengu wa maendeleo tayari hawana kazi au wana kazi zisizotosha. Wanakabiliwa na uchumi ambapo ujuzi wao unakuwa wa zamani. Mpango wa maendeleo wa Umoja wa Mataifa umeliita mabadiliko makubwa yanayofuata. AI ikiwa haitasimamiwa, haitainua ulimwengu wa maendeleo, itawaacha nyuma. Pengo si hatari ya baadaye, tayari linafunguka chini ya miguu yetu. Lakini hii SI hadithi ya kukata tamaa ni hadithi ya fursa ya ajabu. Kwa sababu AI haijali historia ya viwanda ya nchi yako, haihitaji barabara au umeme wa gridi au nyaya za nyuzi za macho zilizozikwa chini ya ardhi. AI inafanya kazi kwenye simu ya mkononi. Na kuna watu bilioni 4.5 katika ulimwengu unaoendelea wenye simu za mkononi mfukoni. Hii inaitwa kuruka hatua, kukosa kabisa enzi ya viwanda na kuruka moja kwa moja hadi karne ya 21. Na inatokea sasa hivi. Niachie nikupatie mifano 10 halisi. Mifano 10 iliyothibitishwa. Tayari inafanya kazi hivi sasa. Afya. Nchini India, kampuni inayoitwa Kure.ai imejenga chombo cha picha za X-ray za kifua kinachotumia AI. Kinachambua picha katika dakika kwa usahihi wa kiwango cha mtaalam. Kimepunguza muda wa utambuzi wa kifua kikuu kutoka wiki 6 hadi wiki 1 tu. Katika maeneo ya vijijini na makabila ambapo hakuna daktari mtaalam aliyewahi kufika. Nchini Ethiopia, mfumo unaoitwa HEP Assist unatoa mwongozo kwa wafanyakazi wa afya wa jamii 40,000. Mwongozo wa wakati halisi. Umefunzwa kwa itifaki rasmi za Wizara ya Afya. Unalenga kupunguza vifo vya akina mama na kugundua magonjwa mapema. Hakuna madaktari wa ziada wanaohitajika. Kilimo. Nchini Kenya na sasa nchi 66, Plant Village Nuru ni programu ya simu ya mkononi. Mkulima anapiga picha ya mazao yaliyoathirika na anapata utambuzi wa kitaalamu katika sekunde, bila mtandao. Hakuna interneti inahitajika. Nchini Uganda, chatbot ya WhatsApp inayoitwa Dali AI tayari inapatikana katika lugha 27, ikiwa ni pamoja na lugha 20 za Kiafrika. Mkulima anatuma picha ya mazao yake na anapata mwongozo wa kitaalamu kuhusu mbolea, kuvuna na ufikiaji wa soko. Simu tu na swali. Hakuna katikati. Nishati. Nchini Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana,
Mkopa inatoa paneli za jua zenye nguvu za AI. Haina gharama ya awali. Wateja hulipa kila siku kupitia pesa za simu. Wateja milioni 5, dola bilioni 1 na milioni 500 katika mkopo. Imepanuliwa kwa watu ambao hawajawahi kuwa na historia ya mkopo. Katika maeneo ya mbali ya Kenya, Stimaco inatoa umeme wa kuaminika kwa kutumia paneli za jua na mita za akili za AI. Kwa jamii ambazo hazijawahi kuunganishwa kwenye gridi ya taifa, kwa sehemu ya gharama ya umeme wa kawaida. Hali ya hewa. Google Flood Hub inatumia AI kutabiri mafuriko ya mto hadi siku 7 kabla. Bila malipo, inafanya kazi katika nchi zaidi ya 80. Inawalinda watu milioni 460 wanaoishi katika hatari ya mafuriko. Katika nchi 22, sensa za sauti zenye nguvu za AI zinakusikiliza msitu masaa 24 kwa siku. Wakati zinapogundua sauti ya msumeno, zinatuma arifa ya haraka kwa walinzi ndani ya sekunde 30. Inawalinda mifumo ya ekolojia ambayo hakuna doria inaweza kufunika peke yake. Drones. Nchini Rwanda na Ghana, Zipline inaendesha drones za AI zisizo na udhibiti. Inawapelekea damu na dawa katika vituo vya afya 4,800. Inahudumia watu milioni 49. Upotevu wa damu umepunguzwa kwa asilimia 67. Mama ambao wangeweza kufa wako hai. Utawala. Katika jimbo la Karnataka nchini India, mfumo wa rekodi za ardhi wa AI ulianzishwa. Umeondoa siku milioni 1.3 za kusubiri kwa jumla, kwa wakulima wadogo milioni 7. Mchakato ambao ulikuwa unachukua wiki sasa unachukua dakika. Mfano 10, nchi 10, kila moja ikithibitisha jambo lile lile. Dunia inayoendelea haipaswi kusubiri. Inaweza kuruka mbele. Hapa kuna faida ya ushindani ambayo watu wengi wanakosa. Google haiwezi kujenga kwa Kiswahili kwa wanafunzi wa Nigeria. Microsoft haiwezi kujenga kwa Tigrinya kwa wakulima wa Ethiopia. OpenAI haiwezi kujenga kwa Quechua kwa jamii za Andean. Kuna zaidi ya lugha 4,000 za kienyeji katika nchi zinazoendelea. Mwandishi wa kienyeji anayejenga suluhisho la AI kwa Yoruba au Kiswahili au Bengali hana ushindani mkubwa kutoka Silicon Valley. Soko ni kubwa sana. Ushindani ni karibu sifuri. Na athari za kijamii ni kubwa. Orodha ya mabwana ya IAAD ya maombi ya AI yanayohitajika na jamii zisizo na huduma inafikia vitu 170 kote katika malengo yote 17 ya maendeleo endelevu ya UN. Mengi ya fursa hizi hazijawahi kuguswa. Dirisha liko wazi kwa sasa, lakini dirisha halitaweza kubaki wazi milele. Ikiwa tutafunga pengo la AI kabla halijawa la kudumu, M-Bridges 3 lazima zijengwe kwa wakati mmoja sasa. Daraja la kwanza, miundombinu ya kidijitali, nishati inayoweza kumudu, upatikanaji wa intaneti, nguvu ya kompyuta. Enzi ya AI inafanya haya kuwa muhimu zaidi kuliko barabara na hospitali. Mifumo iliyosambazwa, nguvu ya jua na intaneti ya satellite inaweza kufikia mtu yeyote mahali popote kwa gharama inayoshuka kwa kasi. Daraja la pili, ujuzi wa AI na elimu. Mtandao wa akademi za AI zikiwa na mizizi ya ndani, zikiwa na mwelekeo wa vitendo, zikifundisha vijana kujenga suluhisho za AI kwa jamii zao. Si kuwa wanasayansi wa data katika Silicon Valley, bali kuwa wajasiriamali wa AI katika nchi zao. Kuunda jeshi la wajenzi wa ndani. Daraja la tatu, utawala jumuishi. Nchi 118 hazipo kwenye meza ambapo sheria za enzi ya AI zinaandikwa. Hali hiyo siyo ya kukubalika. Malengo ya maendeleo endelevu yanapaswa kuwa katikati ya sera ya AI, si alama ya chini. Hizi daraja tatu zinaweza kufikiwa. Teknolojia ipo. Uthibitisho wa dhana upo. Kinachohitajika ni haraka na hatua iliyopangwa.
Hiyo ndiyo sababu Alan alianzisha chama cha kimataifa cha wataalam wa maendeleo ya AI na chama cha shule za AI za ulimwengu na vikundi vyao vya mitandao ya kijamii. Tunaunganisha waendelezaji wa AI mananile 1500 na wajasiriamali katika nchi zinazoendelea. Inawapa mwili wa kitaaluma, sauti ya pamoja na serikali, soko la kupata wateja na kushirikiana, na ufikiaji wa mtandao wetu wa wakili wa AI wa kimataifa katika nchi 40. Sasa inajenga mtandao wa kimataifa wa shule za AI. Inaleta serikali kuanzisha programu za mafunzo ya AI za kitaifa. Inaunganisha shule za AI katika mabara ili waweze kushiriki rasilimali na kushirikiana. Kwa sababu hakuna shule moja inayoweza kufikia kile ambacho mtandao wa 1000 unaweza. Ikiwa wewe ni mendelezi wa AI, jiunge na EAAD. Wanachama ni wa bei nafuu sana na wanafunzi wanajiunga bure. Ikiwa unafanya kazi katika shule ya AI, jiunge na upate punguzo la mapema na utusaidie kujenga miundombinu ya mafunzo ambayo nchi zinazoendelea zinahitaji. Tsunami ya AI tayari iko njiani. Nchi ambazo zitachukua hatua sasa zitaweza kuisurufu. Nchi ambazo zitasubiri zitaangamia ndani yake. Zana zipo. Ushahidi wa dhana upo. Hitaji ni la dharura. Kinachokosekana ni hatua iliyopangwa. Hicho ndicho IAAD na WAAA ziko hapa kutoa. Video hii inategemea makala ya kina ya Alan yanayoweza kupakuliwa kutoka LinkedIn. Tunafanya semina za bure za kimataifa mara 2 kwa mwezi kuhusu mada muhimu kwa nchi zinazoendelea. Jiunge nasi kwa kujisajili kwenye tovuti zetu. Tungependa kusikia mawazo yako kwenye maoni. Asante. Jiandikishe kwa video za kila wiki kuhusu AI.